adadi man salla aljumaa, kwa idadi ya watakaoswali siku ya Ijumaa, fi dhalika alyawm, siku hiyo. Atamwandikia mazuri, atamwandikia mema, atamwandikia yale ambayo ni mazuri mja huyo, kwa idadi ya waja, ya waumini, ya wacha Mungu watakaoswali siku ya Ijumaa siku hiyo. Sijui mnanielewa? Ukisoma mara 3 kabla ya swala ya Ijumaa, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia mja huyo mema mazuri kwa idadi ya waja watakaofanya ibada siku ya Ijumaa siku hiyo. Duniani kote ni wangapi wameswali leo Ijumaa? Duniani kote ni wangapi leo wamefanya ibada ya Ijumaa? Duniani kote ni wangapi leo wametekeleza ibada ya Ijumaa? Na wote hao wamelipwa, na malipo ya watakaolipwa hao, malipo watakayolipwa hao haja watakaoswali Ijumaa ya leo, ndiyo malipo ambayo utalipwa yewe mja ambaye umesoma sura hii Al-Qadri mara 3 kwa khushu'i kabisa. Wapenzi watukufu wa Islam, huu siku ambao una cheo namna hii, huu siku ambao una fadhila nyingi namna hii, huu siku ambao una daraja kubwa namna hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huu siku ambao una nafasi kubwa kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu, huu siku ambao una bonus kubwa kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupata fadhila chungu mzima, na kupata fadhila ambazo la tuhsa, hazina idadi wala hazihesabiki. Ni wa namna gani? Ni wa aina gani huo usiku? Tunaujuaje? Hatuwezi kujua. Utauonaje? Kuna ishara gani ambazo zinapatikana ndani ya usiku huo? Hebu tuone chache miongoni mwa nyingi dalaili za usiku wa Lailatul Qadri. Tuone chache miongoni mwa nyingi ambazo zinaonekana katika usiku huo, hizo dalail. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika Qur'ani tukufu ya kuwa usiku wa Lailatul Qadri, usiku wa cheo, ni usiku bora kuliko miezi 1000. Usiku wa cheo ni usiku bora kuliko miezi 1000. Lakini ni lini sasa huo usiku wa cheo? Ni lini huo usiku wa cheo? Ni 21, 23, 25, 27, 29, ama ni masiku yote 10 katika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hatuwezi kuwa na uhakika juu ya hilo, lakini huo usiku wa cheo kuna dalili nyingi sana zimetajwa katika vitabu katika usiku huo wa cheo, jinsi gani utakavyokuwa, jinsi gani usiku huo utakavyokuwa, vimeelezwa katika vitabu vingi sana. Hebu leo tuone kama sio ishara 3 ama 4 5. Ishara ya kwanza, usiku wa cheo kwanza unakuwa ni usiku mtulivu wenye amani, unakuwa ni usiku mtulivu
usiku wenye amani kabisa, usiku wenye utulivu wa hali ya juu, utulivu ambao masiku mengine hayajawahi kupata au hayajapatapo kuwa na utulivu kama ambavyo usiku huo wa Lailatul Qadri unakuwa na utulivu kiasi hicho. Hiyo ni dalili namba moja. Lakini iwezekana usione wa utulivu kulingana na mazingira uliokuwemo. Iwezekana usione hiyo ishara kulingana na mazingira uliokuwepo, ewe mja wa Allah. Lakini hebu tuone ishara ya pili. Mwezi utaonekana mithili ya duara kama sahani, mithili ya sahani. Mwezi huonekana kama sahani, mzunguko wake kama si kama sahani basi nusu sahani. Mwezi huonekana mzunguko wake kama sahani au nusu sahani. Lakini pia mja wa Mwenyezi Mungu, inawezekana usiwe nje na ukaona huo mwezi, ima upo msikitini au upo nyumbani kwako ndani, inawezekana usiuone huo mwezi kulingana na wewe upo wapi. Lakini hiyo ni ishara ya pili. Lakini ishara ya tatu ama dalili ya tatu mara nyingi hutokea katika usiku usiotarajia, hutokea katika usiku ambao wewe na mimi hatutarajii kabisa kabisa kuwa ndani ya usiku huo Lailatul Qadri utatokea, au Lailatul Qadri imeshatokea, au Lailatul Qadri imeshatufikia. Hatuwezi kujua wala hatuwezi kuwa na maandalizi ya kusema kuwa leo ndo Lailatul Qadri. Hatuna maandalizi hayo. Lakini dalili ya tatu, Lailatul Qadri hutokea usiku mmojawapo kati ya masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku 10 ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni dalili ya tatu. Ama ishara ya tatu, hutokea siku moja katika masiku 10 ya mwisho mwa Lailatul Qadri. Hiyo ni namba tatu. Namba 4, hakuna uwezekano mkubwa wa kukosekana hili pia. Lailatul Qadri, ishara namba 4, kuna uwezekano mkubwa wa kunyesha mvua. Kuna uwezekano mkubwa wa kunyesha mvua. Kama si mvua basi manyunyu ambayo ukinyeshewa na hiyo mvua au manyunyu tayari unajikuta wewe katika mwili wako una ishara tofauti kabisa. Hayo wanaweza kuyapata wacha Mungu, wale ambao wamelia na Mola wao, wale ambao wamehakikisha usiku wa Lailatul Qadri hawapotezi muda isipokuwa kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Hizi dalili zinapowafika tayari wanajikuta ni watu wa aina tofauti, tayari wanajiona wao ni watu tofauti kabisa kabisa. Kwa hiyo ishara, kuna uwezekano mkubwa wa kunyesha mvua siku hiyo, lakini kama si mvua kubwa pia manyunyu yakawa ni yenye kunyesha katika wingu huu, kwa sababu malaika wamo, lakini pia wakiotolea salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ishara ya 5, hali ya hewa itakuwa ya utulivu. Hali ya hewa itakuwa ni ya utulivu, ndugu zangu Waislamu. Hali ya hewa itakuwa ni shwari. Hali ya hewa itakuwa ni yenye amani na utulivu mkubwa kabisa.
Ukiona ishara hiyo, tayari wewe lia na Mola zaidi na zaidi, si ndio uanzie hapo. Yani endelea kulia na Mwenyezi Mungu, endelea kusema na Mola wako, endelea kutaka msamaha kwa Mola wako, endelea kuomba yale mazuri na mema Allah akupe, endelea kuomba yale mabaya machafu Mwenyezi Mungu akuepushe nayo. Lakini ishara ya mwisho ambayo tutaitaja leo, na si ya mwisho katika zote, ni ya mwisho katika haya machache ambayo tunayataja leo, kiwango cha jua kupungua mwanga wake. Kiwango cha jua kitapungua mwanga wake pale ambapo jua litachomoza siku ya pili yake. Kiwango cha ukali wa mwanga wa jua kitapungua pale ambapo jua litachomoza siku ya pili yake. Mwanga wake utakuwa hafifu, mwanga wake utakuwa mpole, mwanga wake utakuwa ni wa kiaina fulani, na hata pia hali ya hewa itakuwa ni tulivu fulani hivi siku ya pili yake. Lakini kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja wake, unajua ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweka wazi siku halisi ya usiku wa cheo? Unajua ni kwa nini siku maalum ya usiku huu wa cheo ikawa tunafunga kuanzia Ramadhani mosi, Ramadhani ya kwanza, ya pili, ya 10, tukamaliza 10 la kwanza, 10 la pili tukamaliza, tukasema 10 la tatu ama la mwisho ndipo huonekana Lailatul Qadri, inaonekana siku kadhaa. Watu tukaacha kufunga ama tukafunga, tukafanya ibada ama tusifanye ibada, tukasubiri ile siku maalumu, tukakusanyika watu wote, tukalia na Mwenyezi Mungu tukiitakidi kuwa hii siku ndiyo siku ya Lailatul Qadri. Kwa nini Mwenyezi Mungu hakuweka wazi kuhusiana na hii siku? Alikutaka wewe mja, alikutaka wewe na mimi, alitutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukithirishe kumcha, tukithirishe kufanya ibada, tukithirishe kumtii, tukithirishe kumstaghfiru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukithirishe kufanya ibada mbalimbali. Saumu zetu tuzifunge kwa khushui na unyenyekevu wa hali ya juu. Allah alitutaka sisi waja tufanye ibada kikweli kweli pasipo kukata tamaa. Alitutaka sisi waja wake tusome Qur'ani kwa wingi, tuvute adhkari kwa wingi ndani ya mwezi huu ama masiku haya 10 ya mwisho wa Lailatul Qadri wa mwezi wa Ramadhani. Tukithirisha sana kusoma Qur'ani, tukithirisha istighfari, tukithirisha kumwomba Mwenyezi Mungu maombi mbalimbali ya kheri. Lakini mwisho kabisa, na kuhusieni pasipo kusahau kuihusia nafsi yangu, Allah 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 Allah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, haya masiku yaliyobaki tujipinde kisawasawa. Wapo ambao tayari tumeshaanza kusimama Lailatul Qadri, kusimama katika masiku ya witri haya, na ndio masiku ambayo wanaochuoni wametuambia kuwa masiku ya witri ndio masiku ambayo Lailatul Qadri hutokea. Haya masiku ya witri ni yepi? Masiku ya witri ni yapi hayo? Ni yale ambayo kama tunavyojua witri 1, 3, 5, lakini katika 10 la mwisho mwa mwezi wa Ramadhani 21, 23, 25, 27, 29, haya ndio masiku ya witri, na ndio masiku ambayo
wewe mja hutakiwi kuwa mzembe, wewe mja hutakiwi kuwa ni mwenye kuzembea juu ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini usisubiri tu siku ya witri, iwe ni desturi kwako kusimama usiku kumwomba Mwenyezi Mungu, kusimama usiku kuswali swala za usiku, kusoma Qur'ani, kufanya nyiradi mbalimbali siku hizi zote za 10 la mwisho katika Ramadhani. Tujipinde sana ndugu zangu Waislamu, masiku yameisha. Waliokuwa hawafungi Ramadhani kwa sababu mbalimbali, pengine za visingizio, leo anajuta Ramadhani imeisha. Waliokuwa hawafungi kwa sababu tu eti hawawezi kushinda njaa, leo anasikitika eti Ramadhani imeisha. Leo hii wanahesabu bado siku 4, bado siku 5, bado siku 6 Idi. Na ndio hao ambao Idi ikifika wanachakarika kweli kweli. Lakini niwaambie ndugu zangu Waislamu, niwaambie ukweli wa mambo, hakuna mtu ambaye anafurahia ukweli wa furaha siku ya Idi kama mtu ambaye alifunga mwezi mzima. Hakuna mtu ambaye anakuwa na furaha ya kweli kweli, anakuwa na furaha ya dhati kama yule ambaye alifunga mwezi mzima. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ana mfungaji furaha mbili. Mfungaji ana furaha mbili, wakati wa iftari na wakati wa nini, wa kufungulia. Yani Ramadhani kisha ile siku ya Idi, yule aliyekuwa akifunga sana, akiufunga mwezi mzima wa Ramadhani, mtu huyo ndio anakuwa na furaha, anakuwa na furaha siku ya Idi kutoka rohoni. Lakini leo hii pia ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia, nitoe angalizo wale ndugu zangu, wale jamaa zetu ambao wamejiandaa siku ya Idi kumkufuru Mwenyezi Mungu, wale ambao wameandaa, wametenga bajeti kwa ajili ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Wailul lakum, ole wenu, ole wenu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man asa Allah yawma al-Eid, mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Idi, fakaannama asa Allah yawma al-Qiyama, ni kana kwamba umemuasi Mwenyezi Mungu siku ya kisimamo. Anayemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Idi, siku ya Idi wewe ukawachukua watu ama ukawachukua marafiki zako, mkaenda sehemu za hanasa, mkaenda sehemu za kumuasi Allah tabaraka wa taala, wewe ukimuasi Mwenyezi Mungu siku hiyo, ni kana kwamba siku ya kisimamo, siku ambayo watu wanahesabiwa, siku ambayo watu wamesimamishwa kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe siku hiyo wewe ndio unamuasi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huu ni msiba. Tuchunge sana ndugu zangu Waislamu, enyi wazazi, enyi walezi, enyi waalimu wa madaris na maskuli, tujichunge sana, tuwachunge watoto wetu, tuwachunge wanafunzi wetu, kuhakikisha kuwafikishia ujumbe ya kuwa siku ya Idi sio siku ya kumwasi Mwenyezi Mungu, siku ya Idi sio siku ya kumkufuru Mwenyezi Mungu, siku ya Idi sio siku ya kufanya machafu, siku ya Idi ni siku ya kufurahi, siku ya Idi ni siku ya neema, ni siku ya kufurahi wacha Mungu Waislamu wote duniani. Siku ya Idi ni siku ya kulishana vizuri, kupeana vizuri, kuvaa vizuri na kuhakikisha unasema vizuri na ndugu, jamaa na marafiki. Enyi Waislamu, enyi ndugu zangu, usikum wa usi nafsi bitaqwallah, tumche Allah tabaraka wa taala. Fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qailin alayhim, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Laylatul qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu fa fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Astaghfiruh.